Hii ni Hidden Traps. Karibu tena kwenye kona ya vijana Hidden Traps. Naitwa Sofia. Leo tunazungumzia kuhusu adui. Tunazungumzia kuhusu rafiki, kwa sababu wakati mwingine mtego mkubwa maishani hauji kupitia mtu usiyemjua, huja kupitia mtu unayemwamini. Lakini kabla hujafikiria vibaya, hatuzungumzii kuacha marafiki, tunazungumzia kuchagua marafiki wanaokusaidia kuwa bora. Hebu tusikilize simulizi ya leo. Daniel alikuwa na ndoto ya kuwa mhandisi. Alipenda kusoma, alipenda kujifunza, lakini alipofika chuoni alikutana na kundi jipya la marafiki. Walikuwa wachangamfu, walikuwa maarufu, lakini walikuwa na kauli moja kila siku: usiwe serious sana, maisha ni ya kuenjoy, tutaanza kusoma wiki ijayo. Daniel hakugundua mabadiliko yake. Alianza kuchelewa darasani, akaanza kusoma usiku, akaanza kutumia muda mwingi kwenye starehe. Baada ya miezi kadhaa, alipoangalia nyuma, hakukuwa na tukio moja kubwa lililoharibu maisha yake. Kulikuwa na maamuzi madogo aliyoyafanya ili tu afanane na marafiki zake. Siku moja babu yake alimwambia, ukikaa karibu na moto utanuka moshi, hata kama hukushika kuni. Daniel alitafakari maneno hayo, ndipo akaanza kuchagua marafiki wanaomkumbusha ndoto zake badala ya kumshawishi kuziacha. Unaanza na marafiki wanaokufanya uone kwamba nidhamu si muhimu, ahadi si muhimu, muda si muhimu, ndoto zako zinaweza kusubiri. Polepole unaanza kuwa mtu ambaye hukuwahi kutamani kuwa. Katika dunia ya leo, vijana wengi hukutana kupitia shule, vyuo, kazini au mitandao ya kijamii. Marafiki wanaweza kuwa chanzo cha maarifa mapya, fursa za kazi, biashara, ushauri, msaada wakati wa changamoto, lakini pia wanaweza kuwa chanzo cha shinikizo la kufanya maamuzi mabaya, matumizi yasiyo ya lazima, uraibu wa tabia zisizofaa, kupoteza malengo. Swali si kama una marafiki, swali ni marafiki wako wanakupeleka wapi? Ukweli uliojificha. Rafiki wa kweli si yule anayekuambia kila kitu ni sawa, ni yule anayekuonya unapokosea, ni yule anayefurahia mafanikio yako, ni yule anayekusukuma usikate tamaa. Na wakati mwingine rafiki bora ni yule anayekuuliza, umeendelea na ndoto yako? Jiulize, baada ya kukaa na marafiki zangu, ninapata hamasa ya kukua au ya kupoteza muda? Wananikumbusha kusudi langu au wananisaulisha? Je, mimi mwenyewe ni rafiki wa aina gani kwa wengine? Mzazi au mlezi, usimulize mtoto wako tu una marafiki. Muulize pia, unawapenda kwa sababu gani na ni jambo gani jema umejifunza kutoka kwao? Mazungumzo hayo yanaweza kukupa picha ya safari anayopitia. Wiki hii fikiria watu 5 unaotumia muda mwingi nao. Jiulize, wananifanya nikue? Wananifanya niwe bora? Au wananifanya nipoteze mwelekeo? Kama kuna rafiki anayekuvuta chini, usimchukie, lakini usimruhusu ashike usukani wa maisha yako. Marafiki wanaweza kubadilisha maisha yako. Hakikisha unabadilisha kwa upande sahihi. Swali la wiki: ni sifa gani 3 unazoziamini rafiki wa kweli anapaswa kuwa nazo? Asante kwa kuungana nami. Leo tumejifunza kuwa kuchagua marafiki ni sawa na kuchagua mwelekeo wa maisha. Wiki ijayo tutazungumzia mtego ambao umewazuia vijana wengi kufikia ndoto zao, si kwa sababu hawana uwezo, bali kwa sababu ya neno moja tu: nitafanya kesho. Kwa sababu kesho inaweza kuwa rafiki wa mipango, lakini pia inaweza kuwa mwizi wa ndoto. Naitwa Sofia kutoka Hidden Gold Insight. Hii ni kona ya vijana Hidden Traps. Usiache kufuatilia kona ya vijana ambayo inaruka kila Jumatatu.